Halo, habari za leo. Karibuni tena kwenye chano hii pendwa ya Pedo and Rose Stories. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, niko salama na niko hapa. Nataka nizungumzie leo jinsi ya kujikinga na maambukizi ya VVU. Kwanza ni elimu na uelewa. Ujifunze ukweli sahihi kuhusu jinsi VVU vinavyoambukizwa na jinsi gani haviambukizwi kwa kushikana mikono au kula pamoja. Kuelimisha jamii kuhusu njia salama za kujikinga. Elimu na uelewa. Yaani jamii au watu inabidi waelewe ni jinsi gani VVU vinaambukizwa na jinsi gani VVU haviambukizwi. Kwa mfano, kukumbatiana au kusalimiana mkashikana mikono, hauwezi kupata VVU. Halafu matumizi ya kondomu kwa usalama na mara zote. Hasa kama wewe unajua kabisa kwamba hauna mwenza mmoja, yaani unachovya chovya hapa na pale, basi jitahidi utumie kondomu muda wote ili ujikinge na umkinge hao watu ulionao. Tumia kondomu za kike au za kiume ikitegemea na jinsia yako wewe mwenyewe. Alafu hakikisha kondomu ni mpya, usitumie kondomu za zamani. Kondomu zina expire, kwa hiyo lazima uangalie tarehe. Je, kondomu hii haija expire au ime expire? Kama ime expire usiitumie. Angalia tarehe. Alafu hakikisha pia hiyo kondomu haijapasuka. Na uhakikishe unaitumia kiusahihi. Alafu epuka kushirikiana sindano kwa kujidunga au vifaa vyovyote vinavyopenya ngozi. Hospitalini wanatumia vifaa vipya, kwa hiyo mitaani vifaa vyovyote vile ambavyo vinapenya ngozi, mfano labda pengine sindano za kutoga masikio, hakikisha kwamba ziko salama. Alafu uaminifu katika mahusiano. Hakikisha kwamba mwaminifu katika mahusiano yako. Kuwa na mwenza mmoja. Kama uko kwenye ndoa, usichepuke. Ivumilia ndoa yako kuwa kwenye ndoa. Wote mpime kabla hamjaanza mahusiano ya kimapenzi au hamjaingia katika ndoa. Hii inasaidia mnapokwenda kupima wote, wewe na mwenzi wako labda mnaingia katika mahusiano, mnapima, mnajua. Au mnaingia katika ndoa, mnapima, mnajua. Hii inawasaidia baadaye kutokuja kulaumiana. Mnaona? Kwa sababu wote mlipima, isije ikatokea baadaye mtu akasema pengine kwa sababu hatukupima tangu mwanzo, labda huyu mtu alikuwa na maambukizi. Hapana, kumbe pengine mtu amekuletea maambukizi wewe katika mahusiano bila wewe kujua. Hasa mtu kama sio mwaminifu. Kupima VVU mara kwa mara. Kujua hali yako ya VVU mapema inasaidia kuchukua hatua za haraka kuhusu tiba. Unapopima VVU na ukajua kwamba una maambukizi, moja kwa moja unaanza tiba. Kwa hiyo unajua kabisa kwamba kumbe kupima mara kwa mara kunasaidia. Ukijijua bado VVU havijaharibu kinga yako ya mwili, ni vizuri zaidi kuliko ukija kufikia kwenye hatua ile ya ukimwi. Watu wote wanaoshauriwa kupima angalau mara moja kwa mwaka au zaidi kulingana na hatari. Yaani watu wote unashauriwa upime VVU angalau mara moja kwa mwaka. Wale walioko kwenye hatari basi hawa wapime mara kwa mara kutegemea na ile hatari walionayo. Kwa sababu kila mtu anajua mfumo wake wa maisha ukoje. Alafu matumizi ya dawa za kinga kama PrEP na PEP.
Halafu matibabu kwa wale wenye VVU. Kwa wale ambao tayari wana VVU, basi waanze matibabu moja kwa moja, wasisubirie. Halafu kuepuka tabia hatari. Tabia hatari kama ngono bila kinga, ngono na watu wengi, matumizi ya dawa za kulevya, matumizi ya pombe kupita kiasi. Nimesema pombe kupita kiasi. Halafu kuzuia maambukizi kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto. Mama anaweza akawa ni mjamzito akaambukiza mtoto, au akamwambukiza wakati wa kujifungua, au akamwambukiza kipindi cha kumnyonyesha. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Msisahau kusubscribe kwenye channel hii kama wewe hujasubscribe. Msisahau kulike, kucomment na msisahau kushare na watu wengine pia waweze kupata elimu hii ambayo ninaendelea kuelimisha jamii. Asanteni.